Nizamu ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi, Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa ninaomba kuleta mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya muda sitoweza kusoma taarifa yote, hivyo ninaomba taarifa yote ya kamati iingizwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee sana ninaomba niungane na bunge lako tukufu, niungane na wewe kwa kutumia nafasi kumpongeza sana Profesa Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani, lakini pia niungane nawe pia kumpongeza Dr. Ntuli Kapogwa kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Mheshimiwa Spika, taarifa yangu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Ipo utangulizi na sehemu ya pili ni utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio na mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, na sehemu ya tatu, Mheshimiwa Spika, ni maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, uchambuzi na utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 117 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni ya Bunge, kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi ilitembelea na kukagua utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika, jumla ya miradi minne ilitembelewa na kukaguliwa katika mkoa wa Mara, Simiyu, Geita na Dodoma. Miradi hiyo ni ya hospitali za rufaa ya Mara, hospitali ya rufaa ya mikoa ya Simiyu, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita, hospitali ya kanda maalumu ya Benjamin Mkapa. Mheshimiwa Spika, ninaomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa katika miradi hiyo iliyokaguliwa ipo baadhi ya miradi ambayo haijakamilika kwa wakati kutokana na changamoto za fedha. Moja ya mfano miradi hiyo ni ujenzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa Dodoma, ambapo mradi ulianza Juni 7, 2022 na utarajiwa kukamilika Juni 6, 2025. Hata hivyo, hadi kamati inatembelea mradi huu mwezi Machi 2025, mradi ulikuwa umefika 57% badala ya kuwa 91%. Aidha, mradi umepokea shilingi bilioni 8,412,869,672 na senti 12 sawa na 27.65 ya shilingi bilioni 30,421,863 na senti 69 zilizokuwa zimetengwa ambazo zilitarajiwa kutolewa katika kipindi cha miaka mitatu. Mheshimiwa Spika, yatokanayo na ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengwa katika mwaka wa fedha 2024. Mheshimiwa Spika, kufuatia ukaguzi wa miradi hiyo, kamati ilibaini mambo yafuatayo. Kwanza, fedha za miradi kutolewa kwa kuchelewa licha ya mwaka wa fedha kuelekea ukingoni. B, fedha kutolewa kwa kiwango kidogo chini ya 50% katika hadi kufika mwezi Machi 2025 katika miradi tajwa. Upungufu wa wataalamu wa afya, mfano madaktari bingwa wa magonjwa ya ngozi. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla imebainika kuwa mwenendo wa utekelezaji wa miradi wa maendeleo si wa kuridhisha sana ikilinganishwa na muda uliobaki kabla ya mwaka wa fedha kuisha. Hali hii imesababisha miradi kutokamilika ndani ya muda uliopangwa na kutofikia matarajio ya miradi hiyo kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, makusanyo na maduhuli kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa kamati kifungu namba 52, makadirio ya wizara yalikuwa kukusanya maduhuli kiasi cha shilingi bilioni 819,997,862,602 na senti 14 kutoka katika vyanzo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kamati yetu imebaini kuwa katika vyanzo vya maduhuli vilivyobainishwa na wizara, chanzo cha hospitali ya kanda maalum, hospitali za taifa pamoja na taasisi chini ya wizara ndicho kilichochangia kwa kiwango kikubwa, ambapo hadi mwezi Februari chanzo hiki kimekusanya jumla ya shilingi bilioni 340 milioni 162,500,396 na senti 79 ambazo ni sawa na 62% ya lengo ya chanzo hicho
kama ilivyoonyeshwa katika kielelezo namba 1. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla hali ya makusanyo ni ya kuridhisha. Uchambuzi unaonyesha makadirio ya makusanyo ya mapato yatokanayo na huduma katika hospitali za rufaa za mikoa kwa kipindi cha Juni 2024 hadi Februari 2025 yamefanya vizuri sana katika makusanyo kwa kuvuka 80% ya makusanyo. Hospitali hizo ni kwa mfano ni pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe ambapo wamekusanya 104%, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu 89%, hospitali ya rufaa ya Mirembe 84%, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru 83% katika kipindi cha hadi mwezi tulioutaja hapo katika taarifa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo, hali ya upatikanaji kwa ajili ya miradi ya maendeleo, upatanaji wa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni ya wastani. Kiasi cha shilingi bilioni 470 milioni 173,048,480 na senti 5 ambacho ni sawa na 69% ya fedha zote zilizoidhinishwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo za miradi ya maendeleo, fedha za ndani zilizopokelewa ni shilingi bilioni 242,265,195 sawa na 58%, na fedha za nje zilizopokelewa ni bilioni 227,97,853 na senti 372 sawa na 87% kama ilivyoonekana katika kielelezo namba 2. Mheshimiwa Spika, mwenendo wa utoaji wa fedha za ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni sawa na ni wa wastani, kwani uchambuzi unaonyesha kuwa miradi ya 55 ya maendeleo iliidhinishwa. Hata hivyo, miradi 24 tu ndio ilipokea fedha hadi kufika Januari 2025, ikiwa sawa na 44% tu ya miradi yote iliyoidhinishwa na fedha za ndani. Kati ya miradi 24 iliyopokea fedha za ndani, miradi 9 imepokea fedha zote kwa 100% za ndani iliyoidhinishwa. Baadhi ya miradi iliyopokea fedha zote zilizoidhinishwa hadi kufika Februari 2025 ni hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara, taasisi ya saratani ya Ocean Road, hospitali ya magonjwa ambukizi ya Kibong'oto, hospitali ya kanda ya kaskazini KCMC na hospitali ya mifupa ya Moi. Mheshimiwa Spika, imebainika kuwa miradi 31 ya maendeleo haikupokea kiasi chochote cha fedha za ndani zilizoidhinishwa kwa ajili ya miradi hiyo. Baadhi ya miradi hiyo ni hospitali ya mama na mtoto Dodoma, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga kwa maana ya Bombo, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro kwa maana ya Mawenzi, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na hospitali ya taifa ya Muhimbili na hospitali ya kanda ya ziwa ya Bugando. Mheshimiwa Spika, kwa mwenendo huu wa utoaji wa fedha za ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo ni kiashiria cha kuwepo kwa ucheleweshwaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni muhimu sasa serikali kuhakikisha fedha zote zilizoidhinishwa na Bunge zinatolewa kabla ya mwaka wa fedha 2024 kuisha ili kufikia malengo ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo katika sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa mpango wa makadirio wa matumizi kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, makadirio na makusanyo ya maduhuli katika Wizara ya Fedha katika mwaka 25-26 ni shilingi bilioni 819 milioni 997 laki 862,602 na senti 14. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati umebaini kwamba lipo ongezeko la 8% ambalo ni shilingi bilioni 63 milioni 184 laki 156,104 na senti 56 ukilinganisha na mwaka wa fedha 24-25 kama ilivyoonekana katika kielelezo namba 4. Mheshimiwa Spika, kamati inapongeza sana jitihada mbalimbali zilizofanywa kuhakikisha kiwango cha makadirio ya makusanyo kinaongezeka kila mwaka. Ni vema serikali kuhakikisha kwamba inakuwa na mifumo imara ya ukusanyaji wa maduhuli ili kuzuia uvujaji na upotevu wa mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa makadirio ya matumizi ya mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza sana serikali kwa kuona umuhimu wa sekta ya afya na kuongeza bajeti ya afya kila mwaka, ambapo kwa miaka mitano mfululizo kumekuwa na ongezeko za fedha zilizotengwa kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Afya fungu namba 52 kama inavyoonekana katika kielelezo namba 5. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 25-26 fedha zilizoombwa na kuidhinishwa kwa ajili ya Wizara ya Afya fungu namba 52 ni trilioni 1 bilioni 618
milioni 191,235,000. Hili ni sawa na ongezeko la 23% ikilinganishwa na shilingi trilioni 1 bilioni 300 milioni 837,466 zilizoidhinishwa katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha zilizoombwa kwa ajili ya Wizara ya Afya, shilingi bilioni 626 milioni 433,136 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 991 milioni 758 na 1099 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa upande wa fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 151 milioni 15 na 1017 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 471 milioni 418 laki 199 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, fedha za ndani bilioni 564.4 na fedha za nje bilioni 427.29 laki 490 ambazo mchangano wake unaonekana katika kielelezo namba 6. Mheshimiwa Spika, ongezeko la fedha za bajeti zinazoombwa kwa ajili ya Wizara ya Afya fungu namba 52 kwa mwaka 25-26 ni 23%. Ongezeko hili Mheshimiwa Spika lipo katika fungu la matumizi ya mengineo ambapo limeongezeka kwa 2% ukilinganishwa na mwaka wa fedha 2024 vile vile. Kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo, fedha za ndani za miradi ya maendeleo zimeongezeka kwa 36% na fedha za nje za miradi ya maendeleo zimeongezeka kwa 62%. Mheshimiwa Spika, ni imani ya kamati yetu kuwa serikali itaendelea kuongeza fedha kwa ajili ya Wizara ya Afya ili kuendelea kuongeza kasi ya kuboresha sekta hii muhimu inayogusa maisha ya kila Mtanzania. Aidha, fedha zote zitolewe kwa wakati ili kutimiza malengo yaliyowekwa kwa mwaka wa fedha husika. Mheshimiwa Spika, bohari ya dawa MSD. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa taarifa ya utendaji wa bohari kuu ya dawa, kwanza tukiri ufanisi umeongezeka sana katika bohari ya dawa chini ya usimamizi wa mkurugenzi Mavere. Wameongeza kiwango cha mapato na usambazaji wa dawa Mheshimiwa Spika, lakini kamati imebaini zipo changamoto za mtaji ambapo katika mwaka wa fedha 22-23 ombi la kupewa mtaji liliwasilishwa katika Wizara ya Afya. Lengo la mtaji unaoombwa ni kuongeza ufanisi wa MSD ili itekeleze vema majukumu yake iliyokasimiwa ambayo ni uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya kwenda kwenye vituo vya umma vya kutolea huduma za afya na vile vya binafsi vilivyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika, itakumbuka kwamba katika taarifa ya kamati kuhusu bajeti ya Wizara ya Afya kwa miaka miwili mfululizo 2023, 2024 na 2024-2025, kamati imekuwa ikitoa msisitizo kuwa serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 561. Kamati inaishukuru sana serikali katika kuchukua hatua za awali ambapo mwaka wa fedha 2023-2024 wametoa mtaji wa shilingi bilioni 100. Pamoja na jitihada hizi za serikali, bohari kuu ya dawa pia wamefanya juhudi na kupata kiasi cha shilingi bilioni 162. Hivyo kwa sasa mtaji unaoombwa na MSD ni shilingi bilioni 300 kwa mchanganuo ufuatao: bilioni 150 zinahitajika kuwezesha ununuzi wa dawa, shilingi bilioni 110 kwa ajili ya kulipa madeni ya washitiri na shilingi bilioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa magala ya MSD, na wakati huo huo bilioni 15.4 kwa ajili ya ujenzi wa viwanda. Mheshimiwa Spika, vile vile bohari kuu ya dawa imekuwa ikiidai serikali ambapo kumekuwepo na madeni yanayoongezeka kila mwaka kwenye vituo vya afya yaliyogawanyika kwenye makundi mawili. Moja ya kundi hilo ni bidhaa zilizotolewa kwa vituo vya kutolea huduma za afya nchini kwa matarajio ya kulipwa pindi vitakavyokuwa na fedha, na kundi la pili ni gharama za utunzaji na usambazaji wa bidhaa za miradi misonge ambapo serikali iliingia makubaliano ya kuchangia gharama hizi. Jumla ya madeni yote Mheshimiwa Spika yanayohusu ununuzi, utunzaji, usambazaji wa bidhaa za afya ni shilingi bilioni 434.2. Mheshimiwa Spika, hadi kufika mwezi Machi 2025, changamoto ya madeni ya bidhaa zilizosambazwa unaonyesha kuwa vituo vya kutolea huduma za afya vilivyopo chini ya Wizara ya Afya vinadaiwa shilingi bilioni 46.4 na vituo vilivyo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI vinadaiwa bilioni 83.1. Kwa upande wa bidhaa za afya miradi misonge, serikali inadaiwa bilioni 305 kwa ajili ya huduma za utunzaji, usambazaji wa bidhaa hizo za afya. Mheshimiwa Spika, ni vema serikali sasa ikatoa kipaumbele kwa kutoa mtaji kwa bohari kuu ya dawa
kwani ikiwa kiasi kilichoombwa cha mtaji kitapatikana, kitaiwezesha MSD, yani bohari ya dawa, kununua mahitaji yote ya bidhaa za afya bila kusubiri fedha za vituo vya kutolea huduma za afya, japo na wao wana wajibu wa kulipa madeni haya. Madeni yote inayodaiwa serikali yatafutiwe ufumbuzi ili kunusuru ustawi wa bohari ya dawa, yani MSD. Mheshimiwa Spika, mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF. Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na changamoto mbalimbali zinazokabili mfuko wa taifa wa bima ya afya. Moja ya changamoto hizo ni madeni ya muda mrefu ambayo mfuko wa bima ya afya ya taifa iliitoa kwa taasisi mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Spika, mwaka 2010 ulitolewa mkopo kwa Wizara ya Mambo ya Ndani kwa ajili ya ununuzi wa magari ya shilingi bilioni 45. Mwaka 2012 ulitolewa mkopo kwa ajili ya vitambulisho vya taifa NIDA shilingi bilioni 17. Mwaka 2012 ulitolewa mkopo kwa ajili ya taasisi ya mifupa ya MOI kwa ajili ya ujenzi wa jengo pacha ambapo ni shilingi bilioni 18 milioni 164,741,000. Mwisho mwaka 2010 ulitolewa mkopo kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa shilingi bilioni 129. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mikopo hiyo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 210 milioni 291,301,798 na senti 89 inasababisha mzigo mkubwa wa kifedha na upungufu wa uwezo wa mfuko kuweza katika kuhudumia miundombinu ya sekta hii ya bima ya afya, na tulitamani sana Waziri wa Fedha asikie huu mchanganuo. Mheshimiwa Spika, tunakwenda kwenye maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi wa bajeti kwa kuzingatia taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na makadirio ya mapato matumizi kwa mwaka wa fedha 25/26 kwa Wizara ya Afya fungu namba 52, kamati inaipongeza serikali sana kwa hatua kubwa waliochukua kuhakikisha maboresho makubwa yanafanyika na hatimaye kuwa na huduma bora za afya ndani ya kwani afya ndio msingi wa uhai wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na katika level ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa maoni na ushauri wa kamati ambapo unalenga kuboresha zaidi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Kwanza, namba 1, kiwango kidogo cha utoaji wa fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka 24/25. Serikali itoe fedha zote zilizoidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ili miradi iliyokusudiwa ikamilike mapema na kuwanufaisha wananchi. Pili, uhaba wa rasilimali watu, serikali iendelee kutoa vibali vya ajira kwa sekta ya afya kwani sekta hii ndiyo msingi wa nguvu kazi ya taifa. Mheshimiwa Spika, ukosefu wa mtaji wa bohari yani MSD, bohari kuu ya dawa yani MSD, serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa bohari kuu ya dawa ili kuongeza ufanisi na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, kusaidia uwekezaji katika viwanda na kuongeza uwezo wa uhifadhi wa bidhaa za afya kwa kujenga maghala ya kutosha. Kukosekana kwa mtaji huo Mheshimiwa Spika, kunasababisha bohari kuu ya dawa kushindwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa ufanisi. Madeni ya bohari ya dawa kwa serikali pia tunaisihi ilipe deni inalodaiwa na bohari kuu ya dawa MSD kiasi cha shilingi bilioni 434.2 kwa mchanganuo ufuatao: bilioni 46.4 kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo chini ya Wizara ya Afya, shilingi bilioni 83.1 kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma vilivyo chini ya Ofisi ya Rais TAMISEMI na shilingi bilioni 305 za miradi misonge. Ni muhimu sana madeni haya yakalipo katika kuendelea kulinda mnyororo wa ugavi na kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi kwa wakati na kwa utoshelevu. Mheshimiwa Spika, madai ya fedha za mfuko wa bima ya afya tumeeleza. Pia tunashauri serikali iweze kulipa deni la shilingi bilioni 210 ambapo zilitoka NHIF ili kuimarisha utendaji wa mfuko huu na kutokwamisha uendelevu wa mfuko huu. Hili ni muhimu sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa sheria bima ya afya, serikali iwashirikishe wadau kutoka sekta binafsi katika kuchangia fedha za mfuko wa kugharamia bima ya afya kwa wote, kwa watu wasio na uwezo, kwa lengo la kuongeza fedha za kusaidia matibabu na utekelezaji wa sheria bima ya afya kwa wote ambayo imeshasainiwa na Mheshimiwa Rais. Kutokamilika kwa miradi ya hospitali za rufaa ya mikoa, Mheshimiwa Spika, serikali iwekeze kipaumbele cha kutoa fedha katika miradi ambayo imeanza kwa muda mrefu ili ikamilike na kuanza kutoa huduma. Vile vile ujenzi wa miundombinu ya hospitali
nchini uende sambamba na ununuzi wa vifaa tiba ili kuleta tija kwa jamii. Tumeona mabadiliko makubwa na mageuzi makubwa, basi tunaisihi serikali iendelee kununua vifaa tiba ili kuendana na kasi ya mabadiliko na ujenzi wa vituo hivyo. Mheshimiwa Spika, serikali isimamie matumizi ya tehama kwenye hospitali za rufaa za kanda na hospitali za kitaifa kwa kufungwa mifumo ya Electronic Health Management System EHMS kama ilivyo kwenye hospitali za rufaa. Na Mheshimiwa Spika, nataka nichomekee hapa Mheshimiwa Spika wangu. Tulipotoa maoni ya kufungwa kwa mifumo ya EHMS, takwimu zinaonyesha mapato na usimamizi na utendaji, mapato yameongezeka kwa 14% katika hospitali za rufaa za mikoa kwa sababu ya matumizi ya mifumo bora ya kisasa. Kwa hiyo hili linatakiwa liendelezwe kufanyika bila kusubiri paka mamlaka za juu zitoe maelekezo. Watu wamsaidie wa Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba haya mambo yanatimia katika wizara yake. Sheria ya kusimamia huduma za uvunaji, utunzaji na upandikizaji wa chembechembe za viungo vya mwili wa binadamu. Serikali ikamilishe mchakato wa kuandaa sheria inayosimamia huduma ya uvunaji, utunzaji na upandikizaji wa chembechembe za viungo vya binadamu ili kuweka namna nzuri ya utoaji wa huduma hii kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, katika magonjwa yasiyoambukiza, tunaishauri serikali kupambana na tatizo la magonjwa yasiyoambukiza, na serikali tunaishauri ifanye yafuatayo: ifanye tafiti kubaini ukubwa wa tatizo la magonjwa yasiyoambukiza, itoe elimu kwa jamii kuhusu vyanzo vya magonjwa hayo na namna ya kuepuka, hususan kwa kuzingatia mazoezi na lishe, na ishirikishe sekta zingine katika utekelezaji wa afua za kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa. Mheshimiwa Spika, tunaishauri serikali iunde bodi moja ya usajili wa vituo vya kutolea huduma ya afya nchini. Hatua hii itaweka ulazima wa vituo vya kutolea huduma za afya vinavyomilikiwa na serikali kusajiliwa kwa kukidhi vigezo kabla ya kuanza kutoa huduma. Mheshimiwa Spika, katika uimarishaji wa viwanda vya ndani na kuzalisha bidhaa za dawa, kamati inashauri uwekezaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa za dawa uweze kuleta tija kwa Watanzania. Serikali ifanye yafuatayo: kwanza, iongeze kodi kwa bidhaa za dawa zinazotoka nje ya nchi ambazo zinazalishwa na viwanda vya ndani. Ninarudia Mheshimiwa Spika, serikali iongeze kodi kwa bidhaa za dawa zinazotoka nje ya nchi ambazo zinazalishwa na viwanda vya ndani. Pili, serikali ifufue kiwanda cha dawa cha Arusha, Tanzania Pharmaceutical Industry, ambapo serikali ina umiliki wa 40%. C, serikali iongeze kiwango cha uzalishaji wa dawa katika viwanda vya dawa vya Keko Pharmaceutical Industries, ambacho serikali ina umiliki wa hisa 70%. Na serikali itoe msamaha wa kodi kwa malighafi zinazoagizwa nchini kwa ajili ya kuzalisha bidhaa za dawa. Mheshimiwa Spika, hitimisho. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru sana wewe binafsi kwa kunipa nafasi kuwasilisha taarifa hii ya kamati mbele ya bunge lako tukufu. Lakini pia Mheshimiwa Spika, napenda kukupongeza wewe binafsi kwa uzalendo wako na umahiri wako kwa namna unavyoliongoza bunge letu, wewe pamoja na naibu wako Spika na wenye viti wetu wote wa kamati, wenye viti wetu wote wa bunge. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee sana, ninarudia, kwa namna ya kipekee sana, ninapenda nimshukuru sana Mheshimiwa Jenista Joakimu Mhagama, mbunge na waziri wetu wa afya, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Spika ameweza kuipa kamati yetu ushirikiano mkubwa sana. Lakini Mheshimiwa Spika, waziri huyu kwa muda mfupi kwa sisi kamati tunaosimamia sekta hii ameonyesha ufanisi wa hali ya juu sana Mheshimiwa Spika, katika kuwa msikivu, katika kupokea na kuchakata maoni ya kamati, yeye pamoja na naibu wake waziri. Lakini pia tunaomba tumpongeze sana katibu mkuu wetu wa wizara Dr. Seif Abdalla Shekilage, naibu katibu mkuu Ismaili Rumatila na mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Elias Magembe, pamoja na watendaji wote wa serikali wa wizara ya afya na taasisi zake kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakiipa kamati wakati inapotekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, kipekee ni washukuru sana wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi kwa ushirikiano mzuri ambao wamenipatia wakati wote wa utekelezaji wa majukumu ya kamati. Wajumbe hawa wameshiriki kikamilifu katika uchambuzi wa bajeti na kuhakikisha wanahoji ili kupata ufafanuzi wa kina wa masuala mbalimbali ambayo yamesaidia sana katika uandishi wa taarifa hii. Na wapongeza sana, na ninaomba majina yao yatambuliwe katika orodha kama yalivyoorodheshwa katika taarifa hii. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru sana watumishi wote wa bunge chini ya uongozi wa katibu wa bunge ndugu Baraka I. Leonard
kwa kuiwezesha kamati hii kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya fungu namba 52 kwa mwaka wa fedha 25-26 kama yalivyoombwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana mwenyekiti wetu. Waheshimiwa wabunge, nayo majina hapa ya wabunge ambao wameomba kuchangia hoja hii.